Mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ilemela, Umi Wayayu, amewaomba wananchi wa wilaya hiyo kuwa na tahadhari kubwa kwenye kipindi hiki cha mvua nyingi ambapo baadhi ya sehemu huathirika na mafuriko. Ameyasema hayo leo katika mkutano wa baraza la madiwani kwa kipindi cha robo tatu Januari mpaka Machi mwaka wa fedha 2024-2025 uliofanyika katika ukumbi wa manispaa ya Ilemela. Hii ni News Update Media. Mimi ni Gladness Joseph. Jina langu naitwa Umi Wayayu, ni mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela. Kikubwa ambacho tunakifanya sisi, kwanza tunatakiwa tuchukue tahadhari, lakini tahadhari kwa upande wa sisi utoaji wa huduma au sehemu ya mapato tunayotumia ni kuangalia vile maeneo ambayo yana vihatarishi, kuhakikisha kwamba tunachukua hatua. Mathalan, tumeambiwa kwamba huenda kukanyesha mvua sana. Kwa sisi tunaenda kuangalia, je, athari inaweza katokea kama maeneo gani? Labda sehemu kwenye mambo ya mifereji kuziba, takataka na nini. Kwa sisi sehemu ya mapato tunatoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usafi unafanyika, mifereji inazibuliwa, ili itapotokea janga, basi inapotokea hiyo hali kusiwe na changamoto ambayo inaweza kapelekea kutokea hayo majanga. Kwa kweli mimi nichukua nafasi hii, kama ambavyo mamlaka imetoa hilo angalizo, sisi kwa kweli tutilie maanani wale wote ambao wanajua wako sehemu za mabonde, wahakikishe kwamba wanaweka tahadhari ya hali ya juu, lakini tuhakikishe maeneo yetu yako salama, hata ambao wale wako mbele ya nyumba zao zinapita mifereji, na tuhakikishe kunakuwa kuko salama. Yani kwa pamoja tutaweza kuepuka haya majanga, lakini sio kuachia serikali. Serikali ni mimi, wewe na yule. Kwa kila mmoja akichukua jukumu lake, na hakika haya majanga tutaweza tukayaepuka kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kwa tahadhari hii kila mmoja atilie maanani na asidharau, ili mwisho wa siku haya majanga tuweze kuyaepuka. Kwanza sisi kama wazazi lazima tuwe na tahadhari, lakini tuweze kuwalinda watoto wetu. Watoto tusiwaache wakatembea bila utaratibu, wakazurura bila utaratibu. Wapo wazazi ambao wanaacha watoto wanaenda kwenye madimbwi, kwa sababu kwanza wanavyoenda sehemu kama zile ni mwanzo wa kupata maradhi, vichocho na vitu vya namna hiyo. Na unapopata maradhi, maana yake kinachofuata hapo ni gharama ya kwenda kutafuta tiba. Kwa hiyo ni vema tukajikinga au tukaepuka hivyo vitu. Tuwe makini, tulinde watoto wetu, tuwachunge watoto wetu wasiende kwenye maeneo ya namna hiyo. Lakini ukiacha tu masuala ya maradhi, lakini pia kuna uwezekano kupata majanga. Wakati mwingine sehemu kuna baadhi ya maeneo ambayo unakuta maji yanapita kwa wingi. Mtoto anaweza akapita pale akakuta maji akamchukua, ikapelekea mpaka vifo na mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo kikubwa, wazazi tuangalie watoto wetu, tuchunge watoto wetu, tusiache watoto wakatoka wanaenda kuzurura, wanaenda kutembea bila mpangilio. Kwa majina naitwa Agustino Nduganda, ni meneja mamlaka hali hewa kanda Ziwa kutokea hapa Mwanza. Tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka 2025, kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, Dr. Ladislaus Changa, alitoa mwelekeo wa mvua za msimu wa masika kwa maeneo yote ambayo yanapata mvua mara 2 kwa mwaka, ikiwemo maeneo yote ya kanda Ziwa Victoria. Sasa nikieleza zaidi katika maeneo ya kanda Ziwa Victoria, ilielezwa kwamba mvua hizi zinatarajiwa kuanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi wa 3 2025, na pia zinatarajiwa kuisha wiki ya kwanza ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Na ilielezwa kwamba mvua hizi zinatarajiwa kuwa na ongezeko la mvua katika mwezi huu wa Aprili, na wengi tumeshuhudia kumekuwa na hali ya ongezeko la mvua katika maeneo mengi ya kanda Ziwa Victoria, ikiwemo mkoa wa Mwanza kama tulivyoshuhudia. Na nini tathmini yake hadi kufikia tarehe hii ya leo mwezi wa Aprili? Mvua kama tulivyosema, mvua zilianza tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025 kama ilivyotabiriwa, na vile vile mvua kubwa katika mwezi wa 3 ilinyesha tarehe 9 mwezi wa 3. Kwa hiyo kimsingi kama ilivyotabiriwa ndivyo mvua zilivyokuwa zimeanza wiki ya kwanza ya mwezi wa 3. Na hadi kufikia leo hii mvua zimeendelea kunyesha, na kama ilivyoelezwa mwanzoni kwamba tulitarajia kuwa na vipindi vifupi vya mvua kubwa katika mwezi huu wa Aprili, na tumeshuhudia wote kwamba kipindi cha mwezi wa Aprili umekuwa na hali ya ongezeko la mvua. Na sisi kama mamlaka hali ya hewa Tanzania, pia jukumu letu ni kutoa tahadhari ya hali mbaya ya hewa au hali mbaya ya mvua inapotokea. Tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka huu,
Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ilitoa tahadhari ya mvua kubwa katika maeneo mengi ya kanda ya Ziwa Victoria ikiwemo mkoa wetu wa Mwanza, na wengi tulishuhudia mvua ilinyesha kubwa na ilisababisha adha katika daraja lile la Mkuyuni kati ya Mwanza na stendi ya Nyegezi. Kwa ni vizuri tunapotoa tahadhari, ni vizuri wananchi kwa ujumla kuendelea kufuatilia, kwani tahadhari hizi zilikuwa sahihi kama zinavyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Ninaitwa Sara Pohwani, diwani wa kata ya Busweru. Ni angalizo tu ni kujikinga na hii hali ya hewa iliyosemwa. Baada ya kuona hali ya hewa ikiwa mbaya, tunashauri tu watu wawahi kurudi nyumbani, wakusanya watoto wao vizuri na kuwaweka mahala salama, na pia kufata sheria na taratibu ambazo zinatangazwa na watu wa hali ya hewa. Nashukuru ndugu mtangazaji. Bahati nzuri mimi shule ambayo ina changamoto kubwa ya watoto wengi ni shule ya Busweru, shule ya msingi na Kaselia. Na bahati nzuri serikali ilitoa pesa ya kujenga fensi. Shule ya msingi Busweru sasa hivi ina fensi, lakini pia shule ya msingi Kaselia fensi na yenyewe imeanza kujengwa. Kwa hiyo nitoe rai kwa walimu kwa kipindi hiki, kwa kuwa shule ina fensi tayari, niombe watoto muda ukifika, kama kuna mvua kubwa basi wasubiri mpaka mvua zitakapokata ndio waruhusu kwenda nyumbani. Lakini kwa watoto wadogo inabidi wawapigie simu wazazi wao waje kuwachukua. Wasiruhusu watoto wadogo kutembea kwa kipindi hiki cha mvua, kwani wanaweza kuzama kwenye maji. Wachukue tahadhari ya wao kama wao, kwa sababu mvua zinaweza zikawa nyingi. Wale ambao wamejenga pembezoni mwa barabara tumekuwa tukiwaelimisha wasitupe uchafu kwenye mitaro, lakini pia inapojitokeza dharura, maana hali ya maisha inatofautiana. Mwingine amejenga tofali za bloko, mwingine amejenga tofali za udongo. Kwa hiyo tumekuwa tukiwatahadharisha kuchukua tahadhari, lakini pia inapojitokeza tatizo la aina yote ile, kama mafuriko, labda nyumba imedondoka, basi wanatoa taarifa mapema kwa uongozi. Tunafika pale, tunaangalia namna gani ya kuwasaidia ili wasiendelee kudhurika.